Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Napenda sana kuwakaribisha tena katika sura hii ya 38 ya kitabu hiki cha Mwanzo, katika mwendelezo huu wa kusoma Biblia. Ikiwa tulianza pamoja, leo tunafika pamoja katika sura hii ya 38. Tunaanza kukaribia mwishoni mwa kitabu hiki cha Mwanzo, na ni jambo la furaha sana kwa sababu kama tutaenda pamoja tutakuwa tumemaliza kitabu hiki cha Mwanzo kwa ujumla wake. Na kwa sababu hapa tunajifunza kwa njia ya kusoma tu, na wakati mwingine tunapata pia vile vile masomo ya kutiana nguvu, basi nikukumbushe kwamba usiache kubonyeza neno subscribe chini ya video hii kama bado, ili uweze kupata mfululizo wa masomo haya kila wakati. Karibu sana, na ninayekuletea somo hili ni mtumishi wa Mungu ambaye moyo wangu umenuia kabisa kufanya hivi ili kuweza kuwa pamoja katika kujifunza neno la Mungu na dunia kwa ujumla wake iweze kupata kumjua Mungu. Sura hii ya 38, msikilizaji, ina mistari 30 na tutaisoma mstari kwa mstari mpaka pale tutakapofika mwisho. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utukoe kwa yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Karibu sana katika mtiririko huu, tunapoanza katika mstari huu wa kwanza mpaka pale tutakapomaliza katika sura hii ya 38. Karibu kwa jina la Yesu Kristo. Karibu. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanaani jina lake Shua, akamtwaa akaingia kwake. Naye akapata mimba, akazaa mwana, akamuita jina lake Eri. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamuita jina lake Onani. Akaendelea akazaa tena mwana mwingine, akamuita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu alipomzaa. Yuda akamwoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Naye Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo, ukamoe, ukamwinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamoa yeye naye. Yuda akamwambia Tamari mkwewe, ukae mjane nyumbani mwa baba yako hata Shela mwanangu atakapokuwa mtu mzima, maana alisema asipate kufa yeye kama nduguze. Basi Tamari akaenda akakaa nyumbani mwa babaye. Siku nyingi zikapita, akafa binti Shua mkewe Yuda. Yuda akafarijika, akaenda kwa watu wake wakatao manyoya kondoo huko Timna, yeye na mwenzake Hira Mwadulami. Huyo Tamari akapewa habari kusema mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake.
Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu karibu na njia ya kuendea Timna, maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuongozwa awe mkewe. Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Akaondoka akaenda zake, akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadulami, ili aipate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini hakumkuta. Akauliza watu wa mahali pale akisema, yuko wapi yule kahaba aliyekuwapo Enaimu kando ya njia? Wakasema, hakukuwako hapa kahaba. Akamrudia Yuda akasema, sikumwona. Hata na watu wa mahali hapo walisema hakuwako kahaba. Yuda akasema, na aichukue yeye, tusije tukatiwa aibu. Tazama, nimempelekea mbuzi huyu, wala hukumkuta. Ikawa baada ya miezi mitatu, Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoeni ateketezwe. Alipotolewa, alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani, pete hii na kamba hii na fimbo hii. Yuda akavikiri akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu, wala hakumjua tena baada ya hayo. Ikawa wakati wake wa kuzaa, walikuwapo mapacha tumboni mwake. Ikawa alipokuwa akizaa mtoto mmoja, akatoa mkono, mzalishaji akautwaa uzi mwekundu, akaufunga mkononi mwake, huku akisema, huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama, ndugu yake akatoka. Akasema, mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa Peresi. Akatoka ndugu yake baadaye, ana uzi mwekundu mkononi. Akatoka ndugu yake baadaye, ana uzi mwekundu mkononi mwake, naye akaitwa jina lake Zera. Msikilizaji, na hiyo ndiyo sura ya 38 ya kitabu cha Mwanzo. Tukutane ya 39. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.